kabla baraka hizi hazijawa pesa, ukaziweka kwenye M-Pesa, ukaziweka kwenye akaunti, ulitangulia kuzipokea hizi pesa katika ulimwengu wa roho kwa kutumia mtu wako wa ndani. Ndivyo tunavyoupokea ufalme wa Mungu. Anayeupokea ni mtu wako wa ndani. Ili aupokee lazima awe na nguvu. Kwa hiyo nguvu tunazozizungumza, wazungu wanasema it's a spiritual capacity. Uwezo wa kiroho unaoachiliwa kwa mtu wako wa ndani kumwezesha kuzipokea baraka za Mungu, maana zinaachiliwa kwa namna ya rohoni kutoka katika ulimwengu wa roho, na anayezipokea ni mtu wa rohoni aliyetiwa nguvu na kuimarishwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kabla hujaipokea, angalia, mambo ya Mungu huanzia rohoni kuja mwilini. Wakati anamuumba mwanadamu, Bwana asifiwe, nadhani ni Mwanzo sura ya 1. Wakati Mungu anamuumba mwanadamu, kabla hajamuumba kwa mavumbi na udongo akaonekana, alimuumba katika roho kwanza. Wacha tusome neno hili nikufundishe, nikupe maarifa. Bwana asifiwe. Upate kujua Mungu anaposema nimekubariki, halafu ukiangalia hauna pesa, upate kuelewa nini Mungu amekifanya na kwa nini tunatafuta kuimarishwa, na ni nini ambacho Mungu anataka kukiimarisha. Mwanzo sura ya 1, nadhani itakuwa mstari wa 27. Yes. Bwana sifiwe. Ulimwengu wa roho ndio umebeba uhalisia wa maisha yetu. Baraka za Mungu, milki za Mungu, urithi wa Mungu hutokea katika ulimwengu wa roho, na anayezipokea ni mtu wa rohoni. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu. Mungu ni roho. Bwana sifiwe. Mungu ni roho. Ikiwa aliumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu, Mungu akamuumba mtu, alitangulia kumuumba mtu wa rohoni, kwa sababu huyu mtu wa rohoni ndiye anayepokea milki za Bwana. Huyu mtu wa rohoni ndiye anayemiliki na kutawala. Huyu mtu wa rohoni ndiye anayezipokea baraka za Bwana. Anasema Mungu akamuumba mtu kwa sura na mfano wake, kwa mfano wa Mungu. Mungu akamuumba mwanadamu, akamuumba mwanamume na mwanamke. Angalia, Bwana sifiwe, ya kwamba mambo ya Mungu yanaanza na ulimwengu wa roho. So wakati Mungu anamuumba mwanadamu, alianza kuumba mtu wake wa ndani kwanza. Na ndio maana ukisoma hapa, wanaosema mwanamke alitoka kwa mwanaume, I challenge them. Bwana sifiwe. Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume kwa sura na mfano wake, akakamilisha uumbaji wa roho. Ukiendelea mbele anasema hivi, mstari wa 28, akawabarikia. Hizi baraka ziliachiliwa kwa huyu mtu wa rohoni aliyeanza kuumbwa. Bwana sifiwe. Akawabarikia, akawabariki wote, mwanamke na mwanaume. Haleluya. Mwanamke uliye hapa, na adui amekutangazia nyakati zote baraka sio sehemu yako. Niko hapa kutangaza kwa neno la Bwana, wewe umebarikiwa kwa jina la Yesu. Uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na baada ya uumbaji huu, haleluya, Mungu akawabarikia watu hawa,
akawamilikisha. Mwanamke akamilikishwa na mwanaume akamilikishwa. Anaendelea kusema hivi, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana asifiwe. Uwezo wa kumiliki uliachiliwa kwa mtu wa ndani. Uwezo wa kupokea baraka uliachiliwa kwa mtu wa ndani. Yule mtu wa rohoni aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, huyu ndiye anayemiliki. Huyu ndiye anayetawala. Huyu ndiye anayeupokea ufalme. Sisi tunaelewa? Bwana asifiwe. Huyu alikuwa ni mtu wa rohoni anayepewa kumiliki. Huyu alikuwa mtu wa rohoni aliyewezeshwa kutawala. Ukiendelea mbele sura ya 2 mstari wa 7 ndio utaona mwili unafata, lakini baraka ziliachiliwa kwa mtu wa rohoni. Umiliki uliachiliwa kwa mtu wa rohoni. Nguvu ya kukua na kuongezeka iliachiliwa kwa mtu wa rohoni. Na ndio sababu kama mtu wa rohoni hana nguvu, haijalishi kwa nje utakuwa ni miraba minne, hautaweza kumiliki baraka za Bwana. Haleluya. Uumbaji wa mwanadamu ulikuwa katika phases mbili. Ukisoma sasa Mwanzo 2 mstari wa 7, utaona sasa Mungu akafanyaje? Akachukua udongo. Haleluya. Lakini alipochukua udongo hakuambiwa nenda ukamiliki. Aliyeambiwa nenda ukamiliki ni yule mtu wa rohoni. Haleluya. Anayeupokea ufalme ni yule mtu wa rohoni. Anayemiliki juu ya nchi ni yule mtu wa rohoni. Anayezipokea baraka za Bwana ni yule mtu wa rohoni. Baada ya mtu wa rohoni kuzipokea baraka, ndipo baraka hizi sasa zitadhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Si kama kuna mtu anajifunza kitu hapa. Haleluya. Mambo ya kimungu yanaanza na ulimwengu wa roho. Yanaanza na mtu wa rohoni. Haleluya. Tunaposema tunahitaji nguvu ili kuweza kumiliki baraka zetu, Bwana sifiwe. Manake huyu mtu wa rohoni ndio anayehitaji kujazwa nguvu, kwa sababu mtu wa rohoni ndiye anayemiliki. Mtu wa rohoni ndio anayepokea baraka. Mtu wa rohoni ndio anayeanza kupokea uzima. Hata mtu akiwa mgonjwa, uzima hauachiliwi kwenye huu mwili, unaachiliwa kwa mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni akiupokea uzima, huu uzima unasafirishwa kwa mtu wa nje. Bwana sifiwe. Ni huduma, ni karama. Anayezipokea ni mtu wa rohoni. It starts from the spiritual. Bwana sifiwe. Inaanzia katika ulimwengu wa roho ikienda kwa mtu wa rohoni. Na ndio maana tuko kujazwa. Hatujaja kuinua vyuma, hatujaja kula chakula chenye afya ili miili yetu ipate nguvu. Tumekuja ili roho zetu ambazo ndizo zinaweza kumiliki Mungu aziimarishe. Tumekuja mbele za Mungu ili mtu wetu wa ndani aliyekuwa amechoka aweze kuwezeshwa, hata aweze kumiliki na kupokea ufalme na kula na kunywa mbele za Bwana. Haleluya watu. Haleluya. Mtu wa ndani anatakiwa kuwa imara. Wakati mmoja baba yetu wa kiroho alikuwa anaumwa na alikuwa hawezi. Bwana sifiwe.
Mungu alitupea neema ya kuwa pamoja naye siku zake za mwisho wa maisha yake. Na ninaikumbuka siku aliyolala, mke wake alitupigia simu mimi na mchungaji asubuhi kuanzia saa 11:30, anatuambia hali ya baba ni mbaya. Bwana sifiwe. Tukawasiliana na mchungaji, tukaambizana twende. Na tukakubaliana. Nakumbuka wakati tunaenda tuliambizana tunaenda na tunachokwenda kukifanya, tunahakikisha tunamchukua, tunampeleka hospitali, maana alikuwa nyumbani. Na tulipofika pale, tukaambia mama muandae, tunaenda hospitali. Wakati anamwandaa, tukaingia kwenye maombi. Sikuwa tunaomba na mchungaji, tunaomba kwa ajili ya mtumishi wake. Na tukiwa tunaomba, Roho Mtakatifu akasema mtu